Bwana hujambo na karibu sana. Hii ni Ava TV na ripoti zetu ni kutokea Arusha ulipo uwanja wa Sheikh Amri Abeid, na ndipo nimesimama hivi sasa kuwa shuhuda na ripota wako siku hii ya leo. Hii leo ligi kuu ya NBC inaendelea hapa na wenyeji Fountain Gate wanamwalika Young Africans katika mchezo ambao utapigwa katika uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid majira ya saa 10 jioni. Mimi naitwa Jado, waweza niita mtaalam Aziz Ali Shentembo. Hii ni Ava TV. Tupo hapa, lengo ni kukuletea ripoti za mchezo huu wa Fountain Gate dhidi ya Young Africans ambao ni mchezo ambao unakwenda kukamilisha ratiba zile za ligi kuu ya NBC. Baada ya hapa kila mmoja anakwenda kukamilisha ligi kuu akisalia na michezo mitatu. Na kwa Young Africans ambaye anawania ubingwa ni mchezo muhimu kwa sababu kwenye michezo yote minne mpaka huu wa leo yeye anataka tu alama 3 ili awe bingwa wa ligi kuu ya NBC. So itakuwa ni moja kati ya michezo ya kukata na shoka bila kujali nani uko wapi na nani upo wapi kwenye msimamo wa ligi kuu. Fakti hiyo tu ya kwamba mmoja anataka kuwa bingwa na mwingine anataka kusaidia ligi kuu ya NBC haitotaka kujalisha tena nani ana quality, nani hana quality, nani ameongeza hapa, nani kaboresha hapa. Hiyo inasababisha kwenda kushuhudia mchezo mgumu siku hii ya leo. Wanakutana Fountain Gate dhidi ya Young Africans ambao kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Yanga yupo nafasi ya pili mpaka hivi sasa nyuma ya Simba Sports Club ambaye ana faida ya mchezo mmoja ambao amecheza hapo jana dhidi ya Mbeya City. Young Africans hivi sasa akiwa nafasi ya pili, huku Fountain Gate akiwa na alama 29 akiwa nafasi ya 10 kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo ukiangalia tu hii factor ambayo pia nimetoka kuizungumza inakuambia kwamba mchezo wa leo ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili, lakini pia bila shaka utakwenda kuwa mchezo mgumu, na ndio maana sisi tupo hapa kukuletea ripoti za mchezo huo. Uwanja huu wa Sheikh Amri Abeid ni moja kati ya viwanja ambavyo msimu huu Young Africans yanavikumbuka kwa matokeo ambayo aliyapata. Alicheza hapa Yanga dhidi ya TRA na mchezo ulitamatika kwa suluhu ya bila kufungana. Wananchi wakaona kwamba uwanja ni mgumu vibaya mno baada ya kutoa suluhu ama kupata hiyo suluhu bila kufungana dhidi ya TRA. Kwa hiyo hii leo bila shaka ukiachana na fakta ya uwanja, Young Africa anataka kuja kudhihirisha kwamba uwanja huu ni uwanja ambao wanaumudu vizuri tu, ila inategemea tu na siku hiyo approach ya mchezo kutikana na timu ambayo anakutana nayo ili kuwaje. Kwa hiyo bila shaka hii leo Yanga atakuja kujiuliza na kuhakikisha anapata alama katika mchezo huu. Lakini hapo hapo Fountain Gate naye anakuja kujiuliza na kutaka kuonyesha ya kwamba hataki kabisa kucheza playoff wala kushuka daraja. So ili usishuke, hakisha kila mchezo ambao uko mbele yako unaweza kupata matokeo. Na mchezo ambao uko mbele yake Fountain Gate ni Young Africans. Kwa hiyo mambo ni bulbul. Bana, hali ilivyo kutokea hapa ya nje ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid ndio kama ambavyo unashuhudia. Hakuna jua, hakuna hali ya mvua, lakini baridi ni kali vibaya mno. Kuna hali tu ya mawingu ambayo hayaashirii kuwepo kwa mvua, lakini pia hali hii inaashiria kwamba uwepo wa baridi kali ni wa muendelezo, lakini pia jua linakuja kidogo linapotea. Kiufupi hali ya hewa kutokea hapa Arusha ni nzuri na hali ya hewa inaruhusu kabumbu kutembea ama kabumbu kuchezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid. So endelea kuwa nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii ili uweze kupata update mbalimbali za mchezo huo kabla na hata baada ya mchezo husika. Fountain Gate dhidi ya Young Africans.